Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, umeamkaje? Ninaamini kwamba umeamka ukiwa salama, bado ukimshukuru Mwenyezi Mungu maana ameweza na kukutendea mema na makuu. Asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kubarikiwa pamoja na pia kufundishwa mengi kuhusiana na Roho Mtakatifu. Basi karibu tuzidi na kuyapokea kutoka kwa mtumishi wake ambaye ni Pastor Priscilla Mwasia kutoka kanisa la ABC Mwanga, Kangundo Pastorate, Machakos, Sabwendi Kota. Karibu tubarikiwe. Pendwa mtazamaji, ni asante sana, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake na kibali chake katika maisha yetu. Tunasoma katika Wagalatia 5 mstari wa 16 hadi 17. Basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante sana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mungu wetu, umekuwa Mungu katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa kutupatia nafasi nyingine siku ya leo. Pokea sifa, pokea utukufu. Tunajiweka mikononi mwako, ukatuongoze na ukanene nasi katika neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Kama vile tumesoma katika neno asubuhi ya leo, neno inasema tembea katika Roho. Kwa hivyo asubuhi ya leo neno la Bwana linatuhimiza kutembea katika Roho. Katika Roho Mtakatifu, tutembee katika Roho Mtakatifu siku zote za maisha yetu. Maana tumejazwa na Roho Mtakatifu. Wakati tulipompokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yetu, tulimpokea Roho Mtakatifu. Roho wa kweli ambaye anaongoza katika haki na anayeongoza katika Roho. Biblia inasema ya kwamba tusitimize mambo ya mwili. Maana tunajua ya kwamba mwili uko na mambo yake ambao ni dhahiri. Mwili uko na mambo yale ambayo ni dhahiri, yanayoonekana katika macho ya mwili na yanayoonekana katika macho ya kiroho. Kwa hivyo neno la Bwana linatuhimiza ya kwamba tusienende katika mambo ya kimwili, tusienende katika tamaa za dunia hii, bali tukajazwe na Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza katika haki na atakayetuongoza katika kweli. Maisha yako yatategemea jinsi umejipanga katika maisha ya kiroho. Itajipanga jinsi unavyomtegemea Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye tulipewa na Yesu Kristo, ambaye alituagiza ya kwamba tukapokea nguvu mpya, maana Roho atakuja juu ya maisha yetu. Hivi vita ambavyo vinaonekana katika mwili na vinaonekana katika roho, Biblia inasema ya kwamba kila kimoja kinapinga kile kingine. Kwa hivyo asubuhi ya leo mpendwa mtazamaji, wacha Mungu wetu na nguvu za Roho Mtakatifu zikaweza kushinda mambo ya mwilini, zikaweza kushinda tamaa za mwili. Kwa maana Roho Mtakatifu akishinda tamaa za mwili, akipinga yule roho mbaya na akiondoka katika maisha yetu, tutaweza kutembea katika Roho na tunaenenda katika njia ambazo zinapendeza katika uso wa Bwana. Ni juu yako kutambua hivi vita ambavyo vinaendelea katika mwili wako na katika roho yako, vile ambavyo utaweza kushinda na ni kipi ambacho kitaweza kushinda. Iwapo utataka kushinda katika maisha haya ya kiroho, iwapo utataka kutembea katika maisha haya ya kiroho, katika kunena kwako, katika kutenda kwako, katika kuwaza kwako na katika shughuli zote za maisha yako, ni lazima umtangulize Roho wa Mungu ili akaweze kukuongoza katika maisha yako. Na utakapomtanguliza Roho Mtakatifu, ni sharti ufanye mambo ambayo yako hapa na yale ambayo nitayasoma kwa sasa. Kusoma neno la Mungu kila siku. Unaposoma neno la Mungu kila siku, litaweza kukuashiria katika njia yako. Litaweza kukuonyesha njia ambayo utaweza kutembelea kila siku, na itaweza kukuonyesha njia ambayo utaweza kupitia. Maana neno la Bwana, kama vile Daudi alivyosema, alisema neno la Mungu ni taa na mwanga wa miguu yake. Kwa hivyo asubuhi ya leo
Wacha neno la Mungu likawe taa na likawe mwanga wako. Unapolisoma, wacha neno la Mungu likaweze kukuongoza, maana Roho Mtakatifu ataweza kukuongoza na ataweza kukufunulia lile neno ambalo linaweza kukufaa kwa kila siku, na hivyo litakusaidia kutembea katika roho. Pia unapokaa kama Mkristo, ni vyema kuomba kila siku, kuomba kila wakati kama vile Danieli alivyofanya. Na unapoomba kila wakati, tunajua kwamba maombi yako yatakusaidia na Roho Mtakatifu atakusaidia katika yale maombi yako, na wewe utaweza kufaulu kutembea katika maisha ya kiroho. Pia tunaona ya kwamba unapaswa kuwa mtu wa kuimba nyimbo za sifa na nyimbo za ibada mbele za Mungu kila wakati. Moyo wako na mdomo wako ukaweze kujaa nyimbo za sifa katika maisha yako na katika kila siku, ili litakuonyesha ya kwamba utakuwa umeweza kutembea katika kiroho. Hata wakati ambapo utakuwa ni kama unataka kulegea kidogo, ikisoma neno la Bwana na ukiomba na kuimba nyimbo za sifa, unajua ya kwamba zitakusaidia kutembea katika roho wa Bwana. Katika Zaburi sura ya 32 na mstari wa 8, Biblia inasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Bwana Yesu asifiwe. Utaona ya kwamba mtumishi wa Bwana Daudi anasema, Mungu wetu atakushauri jicho lake likikuangalia. Hii ni kumaanisha ya kwamba utakapojua mapenzi ya Mungu, ndio utaweza kuwa na nguvu za kutembea katika kiroho, maana Mungu atakuwa mwalimu wako na atakuwa kiongozi wako katika kila jambo. Na tuombe. Baba mtakatifu, kwa jina la Yesu, pokea sifa, pokea utukufu. Ukiwa katika kiti cha enzi yako, tunajiweka mikononi mwako. Tusaidie kuenenda katika roho, tusaidie kuenenda katika njia zako, tusaidie kuenenda katika mambo yanayopendeza kwako. Mungu wetu, hatuwezi bila nguvu zako. Baba, tuongoze tuenenda katika njia za kicho chako wakati wote. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amin. Ili tushinde tamaa ya mwili na pia tukaweze na kushinda hata matendo mabaya kila siku, inafaa kumtegemea Roho Mtakatifu, tukitegemea mafundisho yake, maana ni yeye atakuwa anatuonyesha utafanya hiki na utafanya hiki. Huyo Roho Mtakatifu ataweza na kutuongoza na kutuonyesha yale ambayo tunafaa na kuyachagua, ili kupitia kwake Mwenyezi Mungu akaweze na kufurahishwa na yale ambayo watu tunayatenda, na pia huwa tunayazungumza ama kuyatamka ama kuyaongea kupitia vinywa vyetu. Hivyo basi tumtegemee Roho Mtakatifu kila wakati, akaweza na kutufundisha kila siku na kutuongoza na kutuonyesha kipi cha kutenda, kipi tusichofaa na kukitenda. Ninakutakia wakati mwema, wikendi ya baraka. Mwenyezi Mungu kakuongoze. Kwa ndugu zetu, dada zetu wale ambao waenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo, pia ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Wote ambao wako na hafla wengine za kufurahia, ninawatakia wakati mwema. Wale ambao wameimbiwa wako na hafla wanalia, ni kwa sababu ya mauchungu wameweza na kupitia, kwa sababu wengine wameachwa na wapendwa wao. Mwenyezi Mungu kawape nguvu, Roho Mtakatifu kawaongoze, Mungu pia kawapanguze machozi. Bye bye.